Tuelekee kwenye taarifa hii ya Tanzania kwamba familia ya Wakenya 7 waliofariki kwenye ajali ya barabara kuu ya Naivasha Mai Mahiu inaomba msaada ili kuwawezesha kufanya maandalizi ya kuwapumzisha wapendwa wao na kupunguza mzigo mzito wa gharama za matibabu pamoja na madeni yaliyoachwa na wapendwa wao. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Moses Wanjala, ni kwamba familia hiyo zinadai kuwa inapitia changamoto za kifedha na kuhisia kutokana na vifo vya jamaa wao. Ni nyumbani kwa familia ya Muturi ambapo shughuli ya kuwapumzisha wapendwa wao zinaendelea. Ila kutokana na changamoto za kifedha, familia hii inapitia wakati mgumu kutokana na gharama za mazishi na matibabu zilizolimbikizana kabla ya vifo hivyo. Accident ikipatikana wangu alikuwa hapo. Sasa atapumzishwa dharuni kwetu nyumbani na naweza hitaji usaidizi. Familia hii kwa sasa inaiomba serikali pamoja na wahisani kuwasaidia kusafirisha miili ya wapendwa wao kwa ajili ya mazishi. Tuko na bill ilikuwa Nakuru ya miili miwili yenye ilipelekwa Nakuru, na hawa wengine 4 wako Naivasha. Kwa hivyo tunaomba serikali itusaidie juu ya postmortem na masaduku. Mbunge wa Limuru John Kiragu ametoa wito kwa wanasiasa kutotumia msiba huu kwa manufaa yao binafsi au kwa malengo ya kisiasa na kuwataka kushirikiana ili kutatua mzigo wa kuwapumzisha 7 hao. Tusiwe tunachukua wakati kama huu kufanya siasa. Hii familia iko na shida kubwa sana. Lile pengo limewachwa na familia, watu 6 kwa familia moja ni kubwa sana. Kwa hivyo ile usaidizi tungetaka ni wa maombi, na kama mtu angetaka kutusaidia na njia yote ya kipesa walete. Ajali hiyo ilitokea mnamo Jumatatu katika barabara kuu ya Naivasha Mai Mahiu, wakati familia hiyo ilikuwa ikitoka katika mazishi ya mjomba wao kabla ya kukutana na mauti. Moses Wanjala, NTV.